Siri iliyofichika. Kwa nini mbwa hupenda kunusa harufu sehemu zako za siri? Katika ulimwengu wa mbwa, harufu ni lugha yao kuu. Wana uwezo wa kunusa maelfu ya mara zaidi ya wanadamu, wakitumia uwezo huu kuelewa mazingira yao, kutambua hatari na hata kuwasiliana na viumbe wenzao. Moja ya tabia za kushangaza zinazowafanya watu wengi kushangaa ni hii: kwa nini mbwa huvutiwa kunusa sehemu za siri za binadamu? Uwezo wa hali ya juu wa kunusa. Mbwa wana mfumo wa kunusa wa kipekee unaoitwa Jacobson's organ au vomeronasal organ, ambao unawasaidia kutambua harufu za kemikali, pheromones, zinazotolewa na viumbe hai. Pheromones hizi ni aina ya ishara za kibiolojia zinazobeba taarifa mbalimbali kama vile jinsia ya mtu, hali ya afya au mabadiliko ya mwili, mfumo wa homoni hasa kwa wanawake, hisia kama hofu au wasiwasi, tezi maalum zinazoitwa apocrine glands ambazo zipo kwa wingi katika maeneo ya siri, kwa pani na maeneo mengine yenye jasho mwingi, ndizo zinazosambaza pheromones hizi. Hii inawafanya mbwa kuvutiwa sana na maeneo haya. Kwa nini mbwa huvuta harufu sehemu za siri? Njia ya kukusanya taarifa. Mbwa wanapokufikia na kunusa maeneo ya siri, wanafanya hivyo ili kukusanya taarifa juu yako. Ni njia yao ya kusalimia na kukufahamu zaidi. Kujua hali ya kisaikolojia na kihisia. Ikiwa mtu ana msongo wa mawazo, anahisi hofu au hata ana ugonjwa, mbwa anaweza kugundua haya kupitia pheromones. Wana uwezo wa kugundua hata dalili za awali za saratani na magonjwa mengine. Athari za homoni kwa wanawake. Wanawake hasa hupata uzoefu huu zaidi wakati wa ovulation, ujauzito au hata baada ya kujifungua. Mbwa wanaweza kuhisi mabadiliko haya kwa harufu pekee. Njia ya asili ya kujifunza mtu mpya. Kama ambavyo mbwa huwasalimu wenzao kwa kunusa mkia na maeneo ya nyuma, ndivyo wanavyofanya kwa wanadamu. Ni sehemu ya silika yao ya kijamii. Si lazima iwe ya kimapenzi, ingawa inaweza kuonekana isiyo ya kawaida kwa wanadamu. Kwa mbwa, hii si tabia ya kimapenzi, bali ya mawasiliano. Wanafanya hivyo kwa nia ya kuelewa zaidi kuhusu mtu, si kwa msukumo wa tamaa yoyote. Je, inaweza kuzuilika? Ikiwa hupendi tabia hii kwa mbwa, unaweza kuwazuia kwa mafunzo sahihi ya nidhamu, kutumia ishara kali kama hapana wanapojaribu kunusa, kutoa mafunzo kwa kutumia mbinu za kuimarisha tabia njema, positive reinforcement. Kwa hivyo, wakati mwingine unaposhangaa kwa nini mbwa anakuvuta harufu sehemu za siri, fahamu kuwa hawafanyi hivyo kwa nia mbaya, wanajaribu tu kukufahamu kwa undani zaidi kupitia lugha yao ya harufu. Jinsi ya kukabiliana na tabia hii ya mbwa. Ingawa kwa mbwa hii ni tabia ya kawaida, inaweza kuwa ya aibu kwa binadamu, hasa mbele ya watu wengine. Hapa kuna njia za kukabiliana nayo bila kumfanya mbwa ahisi adhabu isiyo ya haki. Mstari wa haki. Mafunzo ya nidhamu. Mafunzo ya msingi ya mbwa yanaweza kusaidia kupunguza tabia hii. Mbwa wanajifunza haraka kupitia amri kama mstari wa hapana. Amri hii inamuonyesha kuwa kitendo hicho si sahihi. Kaa au subiri. Inamsaidia kuelewa kuwa anapaswa kuwa mtulivu badala ya kukurukia kwa kunusa. Zawadi kwa tabia njema. Ukimzuia kunusa na akakutii, mpe zawadi ndogo ili aone kuwa kutokufanya hivyo ni jambo zuri. Kuvuruga umakini wake. Ikiwa mbwa wako ana tabia ya kunusa watu kila wanapokuja nyumbani, tumia vitu vya kuvuruga umakini wake kama mstari wa kumpa chutoi au kitu kingine cha kutafuna, kumuita kwa jina lake kisha kumpa maagizo ya kufanya jambo tofauti. Kuzuia fursa za kunusa sana. Ukiwa na wageni, unaweza kumweka mbwa wako katika eneo lingine kwa muda. Pia, ikiwa uko katika sehemu ya umma na mbwa wako anapenda kunusa watu hovyo, tumia kamba ya kumfunga leash ili kudhibiti mwendo wake. Kumwelewa na kumvumilia. Ni muhimu kuelewa kuwa hii ni tabia ya asili ya mbwa. Usimchukulie kama anafanya makusudi ya kukukera au kuaibisha. Badala yake, tafuta njia za kumwelimisha bila kumuumiza au kumfanya ahisi vibaya. Je, kuna maana yoyote ya kiroho au kienyeji? Katika baadhi ya tamaduni, tabia ya mbwa kunusa sehemu za siri za watu inaweza kuhusishwa na imani za kienyeji au ushirikina. Watu wengine huamini kuwa mbwa anaweza kunusa roho mbaya, ugonjwa au hata nguvu za ajabu zilizojificha kwa mtu. Hata hivyo, kisayansi hakuna ushahidi wa moja kwa moja unaothibitisha kuwa mbwa anaweza kugundua kitu cha rohoni kwa kunusa sehemu za siri. Wanachofanya ni kutambua harufu za pheromones, mabadiliko ya homoni, au hata harufu ya mwili inayotokana na hali ya afya ya mtu. Hitimisho, kwa hivyo, inapofika wakati ambapo mbwa wako au wa mtu mwingine anakunusa sehemu za siri, usihisi vibaya sana. Ni tabia yao ya asili, njia yao ya kukusoma, na si jambo la ajabu kwao. Lakini ikiwa haifurahishi, unaweza kutumia mbinu rahisi za mafunzo ili kupunguza au kuizuia kabisa. Mwisho wa yote,
Mbwa ni viumbe wa ajabu wenye uwezo mkubwa wa kunusa. Wanachojaribu kufanya ni kujua zaidi kuhusu wewe kupitia harufu zako. Ndugu msikilizaji, hayo ni maelezo mafupi juu ya tabia za mbwa kunusa sehemu za siri. Niliyekuletea makala hii ni mimi, gwiji la vipaji, Mtaji Kipaji. Mpaka kufikia hapo, sina la ziada. Tukutane wakati mwingine. Asante. Usisahau kusubscribe, kulike, kushare na kucomment.